Tuangazie sasa habari za michezo na burudani, nikilianza na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari kubwa inasema Simba yashusha mtambo wa mabao. Klabu ya Simba imethibitisha kumsajili Ibrahim Doumbia kutoka AS Korofina ya Mali kwa mkataba wa miaka 2. Doumbia anajiunga na Simba baada ya kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Mali msimu uliopita alipofunga mabao 17 na kutoa pasi 5 za mabao akiwa na AS Korofina. Mbali na mafanikio hayo, mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 22 ameifungia AS Korofina mabao 22 katika michuano yote baada ya kucheza mechi 26, huku pia akijumuisha kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Mali chini ya umri wa miaka 20. Nayo Singida Black Stars imetangaza kumsajili kiungo mshambuliaji Marcel Kanadi kutoka Austria kwa mkataba wa miezi 6 kama mchezaji huru baada ya kupona majeraha yaliyomweka nje tangu mkataba wake ulipoisha Januari. Vile vile, Ladak Chasambi amesajiliwa kwa mkataba wa miaka 3 baada ya klabu hizo mbili kufikia makubaliano ya kuvunja mkataba wake wa miezi 6 inayosalia kwa dau linalotajwa kufikia milioni 50. Pia imetangaza kumsajili beki wa timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles Benjamin Tanimu kwa mkataba wa miaka 2 akitokea klabu ya Maghreb Defes inayoshiriki ligi kuu ya Morocco baada ya kuvunja mkataba kwa makubaliano ya pande zote mbili kutokana na kukosa muda wa kucheza. Azam FC imemtambulisha beki wa kushoto Taiwo Abdul Raflu, raia wa Nigeria akitokea Rivers United ya nchini humo. Tunayo furaha kuwataarifu tumemsajili beki wa kushoto raia wa Nigeria Taiwo Abdul Rafiu kutoka Rivers United, imeeleza taarifa ya Azam FC. Nyota huyo anatua kwa matajiri wa Chamazi kusaidiana na Pascal Msindo katika nafasi ya beki wa kushoto. Klabu ya Namungo FC wauaji wa kusini imemtambulisha mshambuliaji Raymond Lulendi baada ya kumaliza mkataba wake na Geita Gold, ambapo msimu uliopita alifunga mabao 9 na kutoa pasi za mabao 6. Pia Namungo imetangaza kuachana na wachezaji 6 ambao ni Leni Kisu, Ayubu Semtawa, Harrieta Makambo, Fabric Ngoi, Hassan Kabunda, ambao mikataba yao imekwisha, huku wakiachana kwa makubaliano ya pande mbili na Rashid Mchelenga. Hii ni habari ambayo imepewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Habari Leo. BIG anasema wow. BIG. Hapa napita na ujumbe wake. Jamani, hizi jumbe mbona hazitaki nizisome? Umeamkaje kipenzi changu Jackson Paulo? Nimeamka salama kabisa Jackson, habari ya kwako? Juma anasema nipo Yombo Vituka, na wafuatilia hadi tamati. Young Africa, Young Africa mwasalimiwa. Salumu anasema dada, mechi za Kagame zitaoneshwa live kupitia Azam TV. Ndiyo, wao ndio wana hatimiliki. Peter anasema tunafanya zaidi ya Gor Mahia ya Kenya jana. Wacha, ongereni. Eugene Benedicto anasema ni aje? Poa kabisa Eugene. Unajua mimi sijawahi kuona Eugene mbaba, naonaga kina Eugene ni watoto. Basi wewe Eugene, wewe umekuwa mkubwa hadi uko na account TikTok. George Caleb anasema station gani hiyo? Hii ni Imba Nasi Online Radio. Tugeukia habari nyingine iliyopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Habari Leo, inasema Saliboko aandika rekodi Jumuiya ya Madola. Hivi huyu Saliboko amewahi kuichezea Simba? Au tu ni mawazo ya asubuhi? Mwogeleaji wa Tanzania Collins Saliboko ameweka rekodi mpya binafsi kwenye mbio za mita 50 mtindo wa backstroke katika mchezo wa kuogelea kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola.
Okay, mwaka 2026 anayoendelea nchini Scotland. Alafu mimi nasema ni mchezaji. Saliboko alitumia sekunde 28.31 akivunja rekodi yake ya awali ya sekunde 28.88 na kuthibitisha kupiga hatua katika kiwango chake cha ushindani wa kimataifa. Hata hivyo, mafanikio hayo hayakutosha kumfikisha hatua inayofuata kutokana na ushindani mkali kutoka kwa waogeleaji wa mataifa mengine ya Jumuiya ya Madola. Licha ya kutofuzu, Saliboko bado ana nafasi ya kuendelea kuiwakilisha Tanzania katika mbio za meta 50 freestyle na meta 100 butterfly zinazotarajiwa kufanyika siku zijazo za mashindano hayo. Akizungumza baada ya mbio hizo, Saliboko alisema ameridhishwa na kuboresha muda wake na kuahidi kuendelea kufanya mazoezi kwa bidii ili kupata matokeo bora zaidi katika mashindano yaliyosalia. Tanzania imepeleka wanamichezo 12 katika michezo ya Jumuiya ya Madola, wakishiriki michezo minne ambayo ni riadha, ngumi za riadha, judo na kuogelea. Saliboko ndiye mwakilishi pekee wa Tanzania katika mchezo wa kuogelea, huku akitarajiwa kuendelea kupeperusha vyema bendera ya taifa katika mashindano yaliyosalia. Kane avutia vigogo Ulaya ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Chess shuleni yapewa msuko mpya. Habari inaendelea ukurasa wa 23. Kabla sijaingia kwenye habari ya Simba, Eugene anasema still mimi ni mdogo, leo birthday yangu. Hongera, Mungu akupe hitaji la moyo wako. Kulwa Robert anasema hao Mogadishu leo 9-0. Kama mechi ya jana jamani, mimi nimewahurumia wale wengine wale jamani. Bao 5-0. Bora hata wangepata bao moja la kufuta machozi jamani. Kashinje anasema Yanga wamesajili wangapi wa kigeni? Wamesajiliwa 3 bwana, asubuhi na mapema. Wamesajili wachezaji 3 wa kigeni, bado 2 walisema wanasajili wachezaji 5. Kwa hiyo 3 tayari wametangazwa jana usiku. Ukipita huko kwenye Tanganyika nishakuwekea hiyo habari na majina yao yako hapo. Simba Singida kutimua vumbi Kagame leo. Hii habari ndio nilikuwa naitafuta. Mabingwa watetezi wa kombe la Kagame Sekafa, timu ya Singida Black Stars itashuka dimbani leo katika mchezo wake wa kwanza dhidi ya Jamusi FC ya Sudan Kusini katika uwanja wa Amahoro Kigali pale Rwanda. Mambo ni poa kabisa Titus. Abdullah anasema tumetisha sana dadake. Najionea. Mchezo huo utafuatiwa na mechi ya Simba dhidi ya Mogadishu City ya Somalia katika uwanja huo. Akizungumzia maandalizi ya mchezo huo, kocha mkuu wa Singida Black Stars Papi Kimoto alisema wao kama mabingwa watetezi watatoa ushindani kuanzia mchezo wa kwanza ili watetee taji hilo. Alisema kikosi kilichokwenda Kigali kimejumuisha wachezaji wa kongwe na baadhi ya wachezaji wapya, ikiwa ni sehemu ya kuzoeana kuelekea msimu mpya, huku akitafuta morali kwa kufanya vizuri katika michuano hiyo. Tumekuja kwenye mashindano sambamba na maandalizi ya msimu mpya. Nia yetu ni kujiimarisha kwa kutetea taji hili ili kutafuta kujiamini kwa msimu mpya, alisema Kimoto. Simba, mabingwa mara 6 wa michuano hiyo tangu ilipoanzishwa, wamebainisha kuwa adhima yao ni kubeba kila taji la michuano watakayoshiriki na kufanya msimu ujao kuwa tofauti. Kwa upande wake, kocha mkuu wa Simba Steve Barker alisema anajivunia kikosi alichokwenda nacho Kigali, akieleza mbali na wachezaji wapya, wachezaji aliokwenda nao wana muunganiko tangu wakati wa michezo ya Ligi Kuu Bara iliyotamatika Juni 30 mwaka huu hapa. Lengo letu ni kufanya vizuri kwenye kila mchezo ili hatimaye tushinde taji hili, kwani lina umuhimu kuijenga timu na kuandika historia nyingine. Michuano hiyo ni ya Baraza la Vyama vya Soka Afrika Mashariki na Kati, Sekafa, na inadhaminiwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame. Ilianza jana na katika mchezo wa ufunguzi Vipers FC ya Uganda ilishinda kwa mabao 3-0 dhidi ya Garde Republicaine ya Djibouti. Hizi ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kulwa Robert anasema waambie kuna mchezaji huku Topolo waje wamchukue.
naambiwa kuna mchezaji. Naambiwa eti kuna mchezaji huko. Okay. Tuliangazia gazeti la Zanzibari leo hili upande wa michezo. Habari kubwa hapa inasema Simba Singida Black Stars kuanza kampeni ya ubingwa Kagame Cup leo. Hii nimetoka kukusogezea hapo. KVZ mafunzo kufungua pazia ligi kuu netball Zanzibar. Simba yakamilisha usajili na Magalo Ibrahim Doumbia. Na achaje sasa kupita na hii habari. Klabu ya Simba Sports Club imeendelea kuimarisha kikosi chake kuelekea msimu wa mwaka 2026-2027 baada ya kukamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji Magalo Keleso kutoka Shekukune United ya Afrika Kusini kwa mkataba wa miaka 2. Okay, aidha nyota huyo ambaye aliwahi kuitumikia timu ya taifa ya Afrika Kusini Bafana alikuwa na msimu mzuri akiwa na Shekukune United akifunga mabao 6 na kutoa mchango mkubwa katika kutengeneza nafasi za kufunga kutokana na ubunifu wake katika eneo la ushambuliaji. Azam FC kuweka kambi Rwanda. Okay, hii ni habari inayoendelea ukurasa 23 kwenye gazeti la Zanzibar leo upande wa michezo na burudani. Kulo anasema anacheza Katoro. Na anacheza Katoro jamani. Lungwecha anasema Salome, asante sana Lungwecha, utukufu kwa Mungu. Kaka J anasema tuko pamoja by Mulokos Suraiti from Kagalam Remish. Okay. Kito Junior anasema my happiness. Naligeukia gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani. Habari kubwa hapa inasema Mankoba aanza na mambo 5. Nashukuru leo hamna mtu aliyeniambia nitaje hili jina. Maana amchelewi ili mradi tu mnicheke. Mankoba aanza na mambo 5, atumia saa 3 mazoezini Yanga, Shalulile atua. Peter Shalulile, nalipenda hili jina la Shalulile. Huyo anasema uko vizuri, asante sana. Kirafiki leo Jumamosi FC Porto atacheza na Aston Villa saa 4 kamili usiku pale Estadio do Dragao. Okay, Twiga Stars inapenya hivi WAFCON ni habari inayoendelea ukurasa wa 10. Ratiba yote ligi kuu bara ndani utaipata ukurasa wa 12 kwenye gazeti la Mwana Spoti. Achana na Doumbia, Simba yafuata kiungo. Habari inaendelea ukurasa wa 3. Simba watacheza na Mogadishu Kagame Cup usiku pale Pele Stadium saa 1 kamili usiku. Namungo watacheza na Yanga mechi ya ugenini ligi kuu bara Agosti 14 na Yanga watacheza na Coastal Agosti 20 ligi kuu bara nyumbani. Dili la Bruno Arsenal la karibia. Licha ya kujua kuwa Guimares anatamani kujiunga na Arsenal, Newcastle inahitaji fedha nyingi zaidi ili kumruhusu aondoke. Kuna taarifa pia habari inaendelea ukurasa wa 18 kwenye gazeti la Mwana Sport kata kiu ya michezo na burudani. Kito Junior anasema dada Chama yupo Simba. Lungwecha anasema hivi Feitoto yupo Unyamani. Hapana, Fei yupo Azam, yupo kwenye chama lake. Hawajamwachia bwana. Mtaji ule wamemuweka. Bado wamemuhifadhi kina Azam. Hawataki kumuachia. Kulwa Robert anasema wanakudanganya hao Yanga, sio Shalulile ni Shaulin. Okay. Basi sawa. Kito Junior jamani. Kito umeuliza kuhusu Chama, ndio bado yuko Simba. Tuligeukia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge kwa Jumamosi ya leo upande wa michezo na burudani. Kaizer Chiefs Maema
kuna jambo. Yanga yatajwa kumshusha Girumugisha. Ni habari nyingine ambayo imepewa uzito hapa. Huyu anajiita Azizki anasema mambo poa kabisa Azizi. Eti Azizki wanakuuliza umerudi Yanga. Watu hawaelewi. Singida Black Stars Soa atafunga sana. Polisi Tanzania yapigwa faini milioni 7. Ronaldo afurahia kubaki Saudi Arabia. Ni habari ambazo zimepewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Christopher anasema hivi. Jamani, naomba ujumbe usomeke. Anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi kutoka Ntuka Dodoma. Asante sana Christopher. Shukran sana. Abdullah anasema unasikika kupitia radio gani na iko wapi? Hii ni Imbanasi Online Radio, tunapatikana Dodoma, Tanzania. Okay, Ezra anasema kutoka Bagamoyo. Na kupata kwa uzuri kwa usajili wa Yanga, tusubiri lawama kwamba GSM ana haribu ligi. Yanga wameshusha vyuma vipya jana bwana. Christopher anasema Salum ndio Azam Sports 1 wanaonesha. Okay? Anasema umejibiwa Robert. Umejibiwa na Christopher. Anasema Salum ndio Azam Sports 1 wanaonesha. Abdullah anasema okay. Kontawa anasema vipi tetesi Ulaya za wachezaji, nitakusogezea. Huyu anasema hiyo pesa Yanga haina. Alex anasema okay. Mnaambiwa jamani Yanga hawana hiyo pesa ya kumsajili Shalulile. Kulo anasema wewe dada muongo, Girumugisha ana mkataba na timu yake, acha kuwasanifu. Kulo ukumbuke mimi nasoma magazeti sio maneno yangu. Salome mbona okay. Unapatikana radio gani? Hii ni Imbanas Online Radio. Jamani kipindi hichi mimi nasoma kilichoandikwa kwenye magazeti, mnielewe. Okay? Sijaandika mimi, nasoma kilichoandikwa magazetini leo. Kwa mwatafute waandishi wa magazeti, right? Na aligeukia gazeti la Taifa Tanzania upande wa michezo, ukurasa wa nyuma habari kubwa hapa inasema kauli ya Karia kuhusu tuzo za wachezaji yaibua mjadala mzito wadau wa soka. Manara alipua bomu, adai usajili wa wageni 12 ni geresha tupu. Haya sasa, mdau wa soka nchini Haji Sunday Manara amelipua bomu jingine zito katika viunga vya soka la Bongo. Safari hii akiwashukia viongozi wa klabu za ligi kuu bara kwa mtindo wa usajili wao wa wachezaji wa kigeni, akidai kuwa mambo mengi yanayofanyika ni deals hewa za kufurahisha mashabiki tu bila kuzitaja Yanga na Simba. Manara alisema hakukuwa na ulazima wa kusajili zaidi ya wachezaji 8. Haya sasa, habari nyingine hapa inasema Simba Sport Club yazidi kujiimarisha, yashusha mshambuliaji hatari. Tetesi za soka, Manchester United kukamilisha usajili wa Chowamen. Na habari nyingine hapa inasema kiungo mshambuliaji Princess AI kuondoka Yanga. Klopp katazwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ujerumani. Na mchambuzi wa burudani Juma Lokole amemkingia kifua Lavalava kuhusu nyumba. Habari zote hizi utazipata ukurasa wa 14 na 15 kwenye gazeti la Taifa Tanzania kwa Jumamosi ya leo. Okay, napita na ujumbe wake. Diana Limo anasema wana Simba mna vyuma. Haya sasa, Diana anawauliza mna vyuma. Lungwecha anasema dada Maema yupo Msimbazi. Kulo anasema ukiwa unasoma waambie hizi ni tetesi, huku kwetu tuna matisho sana. Sasa wenyewe hawajaandika tetesi, mimi kwa nini badilishe kilichoandikwa? Nasoma kile kilichoandikwa. Hivyo nafikisha ujumbe kama ulivyo. Uzuri ni kwamba mjumbe hauawi. Sasa hapo za kuambiwa utaamua uzifanye nini, uzipike, uzikaange au uchanganye na za kwako. Naligeukia gazeti la Mwanahabari upande wa michezo kwa Jumamosi ya leo Julai 25. Habari kubwa hapa inasema mjipange, Doumbia wa Simba
kama Haaland. Wacha. Kulandana huyo Geita Gold ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa. Vipers inajipigia tu Kagame Cup. Nkane arudishwa kundini Yanga. Nionzima Kagere watu wa kambi ya Singida Black Stars. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kwa Jumamosi ya leo. Naligeukia gazeti la Sportika na burudani. Habari kubwa hapa inasema Msauzi akomalia Mastaa, mazoezini moto, vyuma 3 vya shuka usiku. Habari kamili inaendelea ukurasa wa pili. Simba ni mabao, habari inaendelea ukurasa wa pili. Jumba la lavalava hatari, habari kamili inaendelea ukurasa wa 11. Mapya ya Mal Ines Garcia ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Konde darasa katika ligi yao. Habari hii imepewa uzito na inaendelea ukurasa wa 6 kwenye gazeti hili la Sportika na burudani. LeBron James atua ni habari inayoendelea ukurasa wa 7 kwenye gazeti la Sportika na burudani. Michael anasema jamani, kuna timu ya nyuma mwiko imesajili imesajili. Jamani, ngoja kwanza. Huu ujumbe mbona kama hautaki ni usome. Anasema nyuma mwiko amesajili madarasa kama ya mwaka jana. Christopher anasema sisi Simba ndio mabingwa wa Kagame Cup. Au sister unabisha? Mi siwezi kubisha ndugu yangu. Naanzia wapi? Haya, tugeukie gazeti jingine hapa. Christopher, uzuri ni kwamba bwana saa moja sio mbali. Lungweche anasema ila nitakuja Dodoma kukutafuta, karibu sana. Kulo anasema huyo Dumbia anaweza kumfikia Oura. Wacha tuone. Bado kitambo kidogo wataanza kuoneshana umwamba uwanjani. Naligeukia gazeti la Sportika burudani. Ukurasa niliosoma ulikuwa ni wa mbele, sasa nageukia ukurasa wake wa nyuma. Sportika burudani. Habari kubwa inasema mwamba kachomoa. Habari hii ni kutoka pale Milan, Italia. Kocha Pep Guardiola amepiga chini nafasi ya kuinua timu ya taifa ya Italia. Mapema wiki hii Rais wa shirikisho la soka Italia Giovanni Malago alifichua kuwa mazungumzo yalikuwa yakiendelea na Guardiola kuhusu kuinua miamba hiyo. Alhamisi hii, mkurugenzi wa ufundi wa FIGC Paolo Maldini alidai kuwa mara ya kwanza Italia ilifanya mazungumzo na mchezaji wao wa zamani Carlo Ancelotti ambaye sasa ni kocha wa Brazil. Habari inaendelea kwenye gazeti la Sportika na burudani. Klopp aanza kwa mkwara. Habari ni kutoka pale Berlin, Ujerumani. Kocha mpya wa timu ya taifa ya Ujerumani Jurgen Klopp ametishia kujiuzulu nafasi hiyo endapo vyombo vya habari nchini humo vitaingilia faraga ya familia yake. Mimi napendaga watu wanaokuaga wamenyoka kwenye familia zao. Jamani, hataki familia yake iguswe. Family matters, family first. Nawaheshimu sana watu na ninawapenda mno. Kocha huyo wa zamani wa Liverpool ametangazwa kuwa kocha wa miamba hiyo jana. Akisaini mkataba wa miaka 4 kuchukua nafasi ya Julian Nagelsmann. Nagelsmann alijiuzulu katika timu hiyo mwezi huu baada ya miamba hiyo kuondolewa katika hatua ya 32 bora ya kombe la dunia dhidi ya Paraguay. Klopp ambaye alipigiwa chapuo kwa muda mrefu kuinua miamba hiyo, amesema hata sita kujiuzulu ikiwa faraga ya familia yake itaingiliwa. Hata hivyo, kocha huyo alisema anaipenda kazi hiyo na mara zote yupo tayari kujiuzulu kama itatakiwa. Mchezo wa kwanza wa kocha huyo unatarajiwa kuwa wa Nations League dhidi ya Uholanzi Septemba 24 mwaka huu. Ni habari ambayo inaendelea hapa kwenye gazeti la Sportika, imepewa uzito ukurasa wa nyuma. Haya, Michael anasema sasa timu inasajili mchezaji free against. Sasa kuna kitu ila Abushiri.
Haya bwana, muda utaamua. Sawa, tukiliweka kando gazeti la Spotika na burudani kwa Jumamosi ya leo, tuhitimishe na gazeti hili la Uhuru, wanawake michezo. Habari kubwa hapa inasema mfungaji bora Mali atua Simba kuikabili Mogadishu City michuano ya Kagame. Ni habari ambayo imepewa uzito hapa. 17 ni idadi ya mabao aliyofunga Dombia katika ligi ya Mali. Okay, na habari picha hapa inaonyesha wachezaji wa Yanga wakifanya mazoezi katika uwanja wa Avic Town pale Dar es Salaam juzi kujiandaa na msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara utakaofunguliwa rasmi Agosti 12 mwaka huu. Singida Black Stars haiboi. Shime afunguka Twiga Stars ni habari inayoendelea ukurasa wa 10. Mtanzania aweka rekodi madola. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 19. Kumekucha michuano ya AFCON 2026 ni habari inayoendelea ukurasa wa 10. Arsenal ya mnasa Misa. Klabu ya Arsenal imefanikiwa kumsajili kipa raia wa Hispania Misa Rodriguez akiwa mchezaji huru Arsenal. Baada ya kumsajili mchezaji huyo, anakuwa wa 6 kuingia kikosini kwa ajili ya msimu mpya wa michuano mbalimbali. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 18 kwenye gazeti la Uhuru, wanawake michezo. Na haya ni magazeti ambayo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo.